Mambo yanazidi kunoga ligi ya mabingwa barani Ulaya. Msitutishe, maandalizi yetu ni yale yale tu. Meneja wa PSG Paris Saint-Germain Luis Enrique amepuuzia kauli zenye vitisho kuhusu uwezo wa wapinzani wao kwenye hatua ya nusu finali ligi ya mabingwa barani Ulaya. Arsenal, ambao inatazamiwa kuwa timu bora Ulaya linapokuja suala la mipira ya kutenga set pieces, hususan ni kona. Luis amesema watajiandaa kuelekea mchezo huo kama wanajiandaa dhidi ya timu zingine. PSG itasafiri kwenda London wiki ijayo kwa ajili ya kucheza mchezo wao wa nusu finali ya ligi ya mabingwa Ulaya mkondo wa kwanza. Arsenal na PSG zimewahi kukutana mara moja msimu wa mwaka 2016-2017 katika hatua ya makundi, ambapo michezo miwili yote ilimalizika kwa sare, huku wakikutana msimu huu na PSG kupoteza kwa kipigo cha goli 2-0. Tunajiandaa kwa njia ile ile kama tulivyofanya dhidi ya Liverpool, alisema Luis alipoulizwa kuhusu ubora wa Arsenal kwenye mipira ya kutengwa. Liverpool ni timu ambayo ina uwezo kama Arsenal au zaidi. Aston Villa pia walikuwa na uwezo mkubwa katika eneo hilo kama ilivyo kwa timu nyingine za ligi ya kwanza. Hatujidai kwa kuangalia mipira ya kutengwa, lazima tuwe na ushindani kila mahali. Huenda kauli ya Luis kuhusu ubora wa Liverpool katika mipira ya kutengwa ikakosa mashiko, kwani timu za magoli waliofungwa Arsenal kwa mipira ya aina hiyo ni kubwa. Liverpool wamefungwa mara 6 pekee kutokana na mipira hiyo katika msimu wa mwaka 2024-2025, tofauti na Arsenal waliofungwa mara 13. Pia pata kufahamu historia fupi kuhusiana na timu hii ya PSG Paris Saint-Germain. Timu hii ni timu kubwa maarufu zenye mafanikio makubwa nchini Ufaransa na barani Ulaya. Lakini hii ni historia fupi ya timu hii ya Paris Saint-Germain. Timu hii ilianzishwa mwaka 1970 kutokana na muunganiko wa klabu mbili, Paris FC na Stade Saint-Germain. Timu hii makao makuu yake ni Paris, Ufaransa. Rangi ya timu ni 3: blue, nyekundu na nyeupe. PSG imepata mafanikio makubwa, mafanikio ambayo ligi ya kwanza, ligi ya Ufaransa. PSG ni miongoni mwa vilabu vilivyoshinda mara nyingi ikiwa na mataji zaidi ya 10. Lakini pia Copa de France na Copa de la Ligue imeshinda mara nyingi pia katika michuano hii ya ndani. UEFA Championship League, ingawa haijawahi kutoa taji hili, ilifika finali mwaka 2020 lakini ilifungwa na Bayern Munich. Wachezaji nyota waliowahi kucheza PSG ni pamoja na Neymar Jr, Kylian Mbappe, Lionel Messi, Zlatan Ibrahimovic, Ronaldo kabla hajamia Barcelona. PSG inamilikiwa na Qatar Sports Investments QSI tangu mwaka 2010, jambo lililowasaidia kuwekeza pesa nyingi kwenye wachezaji na maendeleo ya klabu. Kylian Mbappe alikuwa nyota mkubwa hadi mwanzoni mwa mwaka 2025, lakini kuna uwezekano mkubwa wa kuondoka. PSG inaendelea kubadilisha kikosi kwa kusaka ushindi wa Ulaya. PSG inaendelea na msimu mzuri wa kuvutia katika Ligi 1 na mashindano ya Ulaya. Katika timu hiyo tayari imetoa ubingwa wa Ligi 1 kwa msimu wa mwaka 2024-2025 ikiwa na pointi 78 baada ya mechi 30 na bado haijapoteza mchezo wowote. Na malengo ya msimu huu kwa PSG inalenga kutoa mataji 3 msimu huu: Ligue 1, Copa de France na UEFA Champions League. Kocha Luis Enrique amesisitiza kuwa ingawa kumaliza msimu huu bila kupoteza ni lengo, kipaumbele ni kushinda vikombe 3. Michezo ya nusu finali ya UEFA Champions League 2024
2025 itachezwa Arsenal dhidi ya PSG, lakini pia itachezwa Aprili 29 na marudiano itakuwa Mei 6, lakini pia Inter Milan na Barcelona itachezwa Aprili 30. Mechi hizo katika mashindano haya UEFA Champions League. Mambo yanazidi kunoga kwa msimu huu wa mwaka 2024-2025, lakini tu nikusii mtazamaji wangu wa Sport Mtaa TV kuendelea kufuatilia channel yetu hii pendwa kabisa, kwa sababu inakugaia update mbalimbali za michezo kitaifa pamoja na kimataifa. Kwa hiyo kaa karibu na channel yetu hii ya Sport Mtaa ili wa kwanza kabisa kufikiwa na habari za michezo. Usikubali kupitwa. Endelea tu kufuatilia Sport Mtaa, subscribe, like, lakini pia usisahau kucomment. Toa comment yako, toa maoni yako, yatasikilizwa. Asante na kwaheri.